Msanii mkongwe wa muziki wa Bongo Flava Matonya ametoka jela kwa dhamana alipokuwa akishikiliwa kutokana na kesi ya ubakaji inayomkabili pale nchini Kenya. Siku chache zilizopita, na msanii kutokea nchini Kenya anaitwa Kala Moto alitoa taarifa kuwa mtu wa karibu na Matonya huko nchini Kenya anayejulikana kwa jina la Bosi Rama alitoa gari lake kama dhamana ya shilingi laki5 za Kenya ambazo ni takribani shilingi milioni 10 za Kitanzania zilizokuwa zikihitajika. Aidha, Kala Moto aliweka wazi kuwa gari hilo lina thamani zaidi ya pesa hiyo, lakini taarifa ambayo watu wengi walionekana na kuona kwamba ina matumaini ya huenda muda wowote Matonya anaweza katoka gerezani. Na hatimaye Matonya kupitia ukurasa wake wa Instagram ametoa taarifa kuwa yupo nje kwa dhamana na kushukuru wote walio pamoja naye. Ameshukuru familia yake na ubalozi wa Tanzania na watu wote ambao wameshiriki kumwombea. Amemtaja mama yake pia kama sehemu ya kushukuru kwa yale ambayo walikuwa na wanamtakia mema katika changamoto hii ambayo inamhusu ama imemkuta kwa hivi sasa. So huyu hapa Matonya akiwa anazungumzia ama akitoa shukurani huku kesi yake ikiwa inaendelea pale nchini Kenya. Huyu hapa akiwa nje kwa dhamana. Kwanza nimshukuru Mungu, leo nimepata nafasi au dhamana ya kuwa nje katika mahakama za Kenya. Lakini pia niwashukuru wa Tanzania wote kwa dua na maombi, wote kwa pamoja kwa umoja wao. Lakini pia niwashukuru ndugu zangu wa Kenya pia kwa maombi na dua. Nishukuru familia yangu pendwa ya Rama Msomi kupambana nami mpaka sasa niko hapa nje. Kaka yangu Omar, kaka yangu familia ya Naman, Kala Moto, familia yangu pia ambayo imetoka Nairobi, marafiki zangu ambao tunafanya nao kazi pamoja, kina Kendi na wengine wengi. Nishukuru pia balozi yangu ya Tanzania, na kuwashukuruni sana kwa umoja na kuhakikisha jambo hili linakwenda hatua kwa hatua, japo kuwa siwezi kulizungumzia maana liko mahakama, lakini naomba wanitoe kwenye hiyo siasa ya masuala sio ya ubakaji ya nini. Hiyo sio, wala sio ndoto yangu, wala simo humo, wala sitalizungumzia sana. Lakini waliopanga wanajua wenyewe walichokipanga kwa ajili ya maslahi yao. Yote kwa yote, namshukuru Mwenyezi Mungu, mama yangu mzazi Bi Zuhura Tanga na familia yote kwa maombi na dua. Lakini pia tuiachie mahakama, inshallah itatenda haki kwa nafasi yake waliokuwa nayo. Yote kwa yote, nasema asante Mungu, nawapenda sana wote kwa pamoja, wote kabisa. Asanteni sana. Yes, so hiko ndicho ambacho amekizungumza Matonya kupitia ukurasa wake wa Instagram pale. Ameshare hiyo video akiwashukuru watu, lakini haya yote yanakuja baada ya tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 2026 msanii huyo mkongwe wa Bongo Flava Seif Shabani maarufu kama Matonya alifikishwa mahakamani katika eneo la Shanzu, kaunti ya Mombasa nchini Kenya, akikabiliwa na shtaka la ubakaji, ambapo taarifa hiyo ilikuwa ni kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation. Upande wa mashtaka ulieleza kuwa mahakama na April 7 kwa maana tarehe 7 mwezi wa 4 mwaka 2026 katika jengo la Juicy Joka Apartment lililopo Nyali, Mombasa, msanii huyo anadaiwa kumwingilia kimwili mwanamke aliyotajwa katika nyaraka za mahakama kwa herufi za JG kwa kutumia nguvu. Na mbali na shtaka hilo, ndani ya shtaka hilo kuu, msanii huyo pia alikabiliwa na shtaka mbadala la kufanya kitendo kisichofaa kwa mtu mzima, ambapo mahakama iliambiwa kuwa alibusa mwanamke huyo katika sehemu zake za siri bila ridhaa yake. Na baada ya kusikiliza maelezo ya pande zote mbili, mahakama ilimruhusu mshtakiwa kupewa dhamana ya shilingi
500,000 za Kenya sawa na takriban shilingi milioni 10 za Tanzania kwa sharti la kuwa na mdhamini mmoja raia wa Kenya mwenye dhamana ya kiasi kama hicho, na ndio maana hapa bosi Rama ameonekana kuwa ni mtu ambaye ni msaada kwa upande wake. Yes.